rekodi hao wenyewe wanasema. Wenyewe vipi? Wanaandamana. Katika siku ambayo kawaida huwa ya sherehe, Tanzania inaingia kwenye mazingira ya tahadhari. Tarehe 9 Disemba, siku ya uhuru, mwaka huu imegubikwa na hofu, mvutano na maandalizi ya maandamano ambayo yameibua mjadala mkubwa nchini. Makundi ya wananchi, wanaharakati na baadhi ya wafuasi wa upinzani walitangaza nia ya kufanya maandamano ya amani, wakidai haki zaidi, uwajibikaji wa serikali na kuheshimiwa kwa uhuru wa kutoa maoni. Wito huu ulienea kwa kasi, ukichochewa na hisia zilizoibuka baada ya sintofahamu ya malalamiko yaliyotokea kufuatia uchaguzi wa Oktoba mwaka wa 2025. Lakini serikali ya Tanzania imechukua msimamo mkali. Waziri ya mambo ya ndani na jeshi la polisi wamesisitiza kwamba maandamano ya tarehe 9 Disemba hayajathibitishwa na hivyo ni kinyume cha sheria. Nani akiwa na amani sio tuyasindikize, polisi wayalinde. Sasa hatujui wataanzia wapi. Ni Mwanza, maana ni nchi nzima, alafu yanakuwaje ya amani? Hayo sio maandamano ya amani. Hayo ni pengine yana lengo tofauti kabisa. Mamlaka zimeonya kuwa mtu yote atakayejitokeza, hata kama ni mshuhudia tu, anaweza kukamatwa. Kufikia sasa kumekuwa na msako mkali dhidi ya waandaaji. Katika maeneo kama Mwanza, zaidi ya watu 100 wameshikiliwa na tuhuma za kuhusishwa na maandalizi ya maandamano. Ulinzi umeimarishwa katika miji mikubwa ambako polisi wanafanya doria nzito mchana na usiku, wakijiandaa kukabiliana na mkusanyiko wowote. Wakati huo mashirika ya kimataifa kama Amnesty International na Human Rights Watch yameitaka serikali iheshimu haki za msingi za raia. Wamesisitiza kuwa maandamano ya amani hayapaswi kuzuiwa na kwamba polisi hawapaswi kutumia nguvu kupita kiasi wala kuzuia upatikanaji wa habari. Kwa upande wa maadhimisho ya uhuru, serikali imetangaza kwamba mwaka huu hakutakuwa na sherehe za kitaifa, hakutakuwa na gwaride wala mikusanyiko mikubwa. Badala yake, wananchi wanatakiwa kusalia majumbani kwa utulivu, hatua ambayo haijazoeleka katika historia ya taifa hilo. Kwa sasa hali nchini inaendelea kuwa ya wasiwasi. Mitaani na mitandaoni, wananchi wanauliza maswali mengi. Je, maandamano yatafanyika licha ya marufuku? Je, kutakuwa na utulivu au mchafuko kama yale yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi? Tanzania inasimama katika siku ya kihistoria ambayo kwa mara ya kwanza si siku ya sherehe pekee, bali pia siku ya maamuzi, tahadhari na macho ya dunia yote kuelekea taifa hilo. Huu ni ufuatiliaji wa matokeo kuelekea tarehe 9 Disemba. Endelea kufuatilia kwa taarifa zaidi. Pia usisahau kulike na kusubscribe. Kwaheri.